Tunamshukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu na baba wa taifa, kwa sababu kwa kweli yeye ndiye aliyeamua wakati ule. Ile kura ya maoni ilipofanywa, ilionekana ambao walitaka twende kwenye vyama vingi walikuwa wachache sana, na inasemekana ni mfumo wa vyama vingi wakati ule walisema labda 20%, lakini Mwalimu Nyerere akasema hapana, lazima tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi. Akasisitiza kwamba msipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, vinginevyo upinzani utatoka ndani ya chama kimoja. Kwa hiyo ndugu zanguni, uchaguzi ni zoezi muhimu sana, kwani tukifanya vizuri utatupatia viongozi bora na wazuri. Kwa nini mifumo ya sera ya uchaguzi ibadilishwe? Kadiri ya mang'amuzi, uchaguzi wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mtaa ufanyike, bado hata miezi 6 haijapita. Leo unawezaje kuhakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki huyu hapa, hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni. Vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi ni shida na kasoro. Tume ya sasa haifai. Kama ndio walioharibu uchaguzi wa 2024, kwanza wana ukakasi katika kutasfiri kwao kanuni za uchaguzi. Pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua ni ngumu kwao kusimamia haki. Huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki. Demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa, na kama wataruhusu uchaguzi wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru, demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani. Katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali.
Demokrasia ya ukweli, viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu. Wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka, na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika, muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu.